Natumaini umeshakutana na masomo mbalimbali ambayo nimezungumza kuhusu makundi au magrupu ambayo tunajikuta tupo, magrupu ya WhatsApp, magrupu ya jumuiya, magrupu ya physical or electronic or digital groups, makundi yoyote. Na ukitaka kupata topics ambazo nimezungumza, unaweza tukuandika Chris Mauki grupu, GRUPU grupu, utakutana na haya hizi topics. Nakumbuka, kama nitaweza kukumbuka, nimeshawahi kuzungumza kuhusu tabia za makundi, tabia za magrupu ambazo zinafanya grupu liwe bora, na nikasema cheki tabia hizi ili ujue kama unapoteza muda au hupotezi muda. Lakini nimeshawahi kuongea pia kuhusu makundi au tabia zinazofanya kundi kuwa bora, kundi kuwa bora. Lakini leo nina topic ambayo inafanana kidogo na mambo ya niliyozungumza makundi, lakini natamani niongee kitu tofauti kidogo. Nataka nikupe warning au nikupe tahadhari. Nikupe tahadhari uwe makini kwenye mambo manne unapokuwa kwenye kundi lolote. Nataka nikupe mambo manne ya kuwa makini nayo sana unapokuwa kwenye kundi lolote. Mimi ni mtu wa saikolojia, tumechunguza, tumefanya tafiti. Watu wanaweza wakakumbana na athari mbalimbali wanapokuwa kwenye kundi. Yaani kundi linaweza likakuinfluence kwa namna moja au nyingine bila wewe kujua. Sasa ni vizuri ufahamu. Lakini kabla sija kwenda kwenye haya mambo manne, nikupe utangulizi kidogo. Kuna baadhi ya vitu natamani ufahamu ya kwamba ni kweli na ni ukweli usiopingika ya kwamba kundi ulilopo, grupu ulilopo, lina uwezo wa kukuathiri wewe in one way or another, bila wewe kujua au bila wewe kufahamu au hata kwa kufahamu. Kundi linaweza likaathiri mawazo yako. Kundi ulilopo linaweza likaathiri mitazamo yako. Kundi ulilopo linaweza likaathiri imani yako. Kundi ulilopo linaweza likaathiri maneno yako. Kundi ulilopo linaweza likaathiri matendo yako. Grupu hilo uliloko likaathiri vitu vyote hivi. Lakini la pili, bahati mbaya unaweza usishtukie mapema yale mabadiliko. Yaani wewe ukafikiri kwamba uko sawa, ila watu wakikutazama wanajua kabisa tangia umejiunga na kanisa lile, kumbuka kanisa ni kundi, umebadilika. Watu wakikuangalia wanajua kabisa tangia umeingia kwa marafiki wale umebadilika. Watu wanakujua, wanajua kabisa tangia umeingia chama hichi umekuwa mwongo, usimamii maneno yako. Kwa nini? Lile ni kundi. Ila unaweza usijue mabadiliko haya. Lakini ya tatu, ni vizuri uelewe mapema hizi dynamics za makundi, tunaita group dynamics, ili uepushe madhara. Yaani kuna madhara ambayo huwezi kuyaepuka kama hujui hizi dynamics za makundi. Sasa naomba nikupe vitu vinne au vya kuwa makini navyo. Cha kwanza, unapokuwa kwenye kundi bila kujua, unapokuwa kwenye kundi unaweza kudevelop kiu kubwa sana ya kufanana. Tunaita desire to fit in. Unapokuwa kwenye kundi lolote, ni kitu cha kisayansi, sayansi ya saikolojia. Unapokuwa kwenye kundi lolote, huwa kawaida unatamani kulingana na wao, unatamani kufanana na wao, unatamani kuendana na wao. Uwaze wanavyowaza wao, uone wanavyoona wao, uongee wanavyoongea wao, uishi kama wanavyoishi wao. Na ndio maana ukiwa na mke wako kwa mfano,
au mume wako akaingia kwenye kundi fulani. Mara nyingi kwenye ndoa watu wengi wamekutana na hizi changamoto. Mke wako akishaingia kwenye grupu fulani, kina wanawake wa level fulani ya maisha, anataka afanane nao, anaanza kuhangaika kutafuta hela mpaka za mikopo, anaanza kukopa mikopo ya kumuumiza ili aendane na wale, aendeshe kama wale, aina ya gari kama wale, utasikia na watoto tuwahamishe shule kama wale. Unagundua kwamba huyu anakuwa influence na lile kundi. Mume wako anaweza akaingia kwenye kundi fulani, wewe hujui ameingia kwenye kundi, lakini unashangaa ghafla anaanza kubadilika anavyotazama maisha. Anaanza kuchelewa kurudi nyumbani. Anaanza kuamini kwamba mwanaume bila mchepuko haiwezekani. Anaanza kuamini kwamba mwanaume kumbe lazima kunywa kidogo kabla hujarudi, umelewa kidogo. Haikuwa hanywi. Kwa nini? Anataka kufanana. Ndani yake kuna kitu na desire to fit in the group. Namba 2. Ndani yako kuna kuwa na kiu ya kufanya wafanyavyo wale. Tunaita the desire to act. The desire to act. Ndani yako kuna kuwa na kiu ya kufanya. Ile ya kwanza ni to fit in, kufanana nao, kulingana nao. Ya pili hii ni kufanya wafanyavyo wao. Kwa hiyo utajikuta kuna namna nyingi ambayo matendo yako yanaanza kuendana na wao. Matendo yako yanaanza kufanana na wale. Maisha yako yanaanza kufanana na wale. Kwa nini? Kuna kiu ya kufanya wafanyavyo, the desire to act. Wanavuta sigara na wewe unaanza kuvuta. Angalia watoto wadogo, angalia watoto teenagers. Kuna kundi akiingia, tabia yake inabadilika. Alikuwa sio mtu wa bangi, anaanza kuvuta bangi. Kwa nini? Anataka ku-act kama wao. Alikuwa sio mtu wa kutokwenda shule na kuruka shule, anaanza kuwa mtu wa shule. Alikuwa shule ikifunguliwa tarehe 7 ameondoka. Sasa hivi anaanza kusema mama, naomba nikae mpaka wiki moja. Hata wenzangu pia wanachelewa kidogo. Ukisikia anasema hata wenzangu, wale wenzangu ndio kundi lake. Na kuhakikishia, ukisikia anasema hata wenzangu, wale wenzangu ndio kundi lake. Wanamwambia unarudi kufanya nini? Wenzake anaokaa nao wote wana michepuko. Yeye ndio hana, kwa sababu anaamini ndoa na mke wake anampenda. Slowly unaanza kuona anaanza kuwa na mpango wa kando. Kwa nini? Ana desire to act kama wale wanavyofanya. Lakini vile vile kama kundi ni chanya, na yeye utaona huyu mtu anaanza kuwa chanya, anafanya kama wale. Unaanza kuona amebadilika kwenye kusoma, kumbe amepata group discussion ambayo ni positive. Sasa anasoma, sasa anafaulu. Nilipokuwa nasoma Kiboe, nimeanza mwaka 92. Mwaka 93 rafiki yangu Zito Kabwe akahamia shuleni. Wakaja na watu kama 3 kutoka Kigoma, wamekuja wamehamia ile shule, ndio wanaleta mambo ya kusoma kwenye makundi. Sisi tulikuwa hatuna, shule nzima nobody ana discuss kule Kiboe. Shule ilikuwa ya ajabu sana ile. Kwa sababu rafiki akaniambia niingie kwa kundi lao. I'm telling you, nilivyo join kundi lile, nilikuwa na watu kama 6-7 hivi. Maisha yangu yalibadilika. Nikaanza kusoma. Nikaanza kuona hivi kumbe unafanya nimetumwa kusoma. Kwa sababu wale wanaongea vitu vya kubadilika tabia na kusoma. Waanza kuniambia Chris acha bangi, Chris acha hichi, Chris acha sigara, Chris acha hichi. Na kwa sababu wao hawafanyi hivyo, nikaanza kuona mbona kama huko sifiti, mbona mimi ndio niko na kunywa, mimi niko na, nikaanza kuona nataka kufiti kama hawa. Nikaanza kubadilika, nikaanza kufaulu. Kwa sababu wao wako positive. Nikaanza kuchange. Tuko madarasa tofauti, tunaanza kudiscuss vitu ambavyo tuna masomo tuna share. Na uwezi amini, kundi lote for the first time kwenye ile sekondari, kundi lote lile la discussion lilienda A-level. Lote lilienda A-level. Na lote tulikutana University of Dar es Salaam. For the first time in the history of that school, watu walifaulu kwa grupu, kwa kundi kubwa, na haikuwahi kutokea tena kwenye ile shule. Kwa nini? Group dynamics inaweza kukuyumbisha negatively, inaweza kukupa faida positively. Kwa hiyo makini. Ya 3, unapokuwa kwenye kundi lolote unakuwa na muunganiko wa kihisia. Yaani kunakuwa na kitu kinachoitwa emotional connectivity. Unapokuwa kwenye kundi lolote unakuwa na muunganiko wa kihisia. Wewe unaweza usijue, lakini kuna tayari muunganiko wa kihisia. Kwa nini? Unaanza kupenda wanavyovipenda wao. Unaanza kuchukia wanavyovichukia wao.
unaanza kuwachukia wanaowachukia wao, yaani adui yao anaanza kuwa adui yako. Walikuwa zamani hawana uadui na mtu yote, na wewe anaanza kuwa adui yako. Wewe angalia kwenye nchi, nchi hii inapigana na nchi hii. Kuna nchi ambayo inakupendana na nchi hii, nayo inakuwa nchi, kwa mfano nchi ya imani fulani inaanza kumchukia mtu yule, kwa sababu yule ni anapigana yule ni rafiki mwenzetu, ana imani kama na sisi, kwa hiyo tunampiga yule naye ni adui yetu. Tabia za kundi hizo. Adui yao anakuwa adui yako na rafiki yao anakuwa rafiki yenu. Hiyo ndio tabia za kundi. Hisia zako zimekamatwa, unaanza kuwa na hisia kama za kwao. Vinavyopendwa na wao unavipenda na wewe, vinavyochukiwa na wao unavichukia na wewe. 4 na mwisho, unapokuwa kwenye kundi, kuwa makini sana. Kuna tabia ya kufanya kwa kupitiliza, huwa ni tabia ya kwenye kundi. Hujielewi, unakuwa irrational badala ya kuwa rational, na vyovyote unavyofanya unafanya kwa kupitiliza, yaani unafanya beyond normal, mnakuwa na abnormality. Ndio maana kuwa makini sana na maamuzi unayoyafanya ukiwa kwenye kundi, yanaweza yakakuathiri. Kwa nini? Kwa sababu unakuwa hyper. Kiingereza tunaita hii hyperactivity. Kwa nini? Unafanya zaidi ya uwezo wako, unafanya zaidi ya kupitiliza. Na ndio maana hapa inatengenezwa vitu vinavyoitwa gang, makundi ya kijasusi, makundi ya ujambazi, makundi ya wavuta bangi, makundi ya unashangaa kwa nini huyu mtoto ana nidhamu sana akiwa nyumbani, ila akienda kwenye kundi anavunja nyumba za mtu. Akienda kwenye kundi wanaweza hivyo. Umeshaona gangs wanaua mtu kabisa, lakini akiwa mtu mmoja hawezi, ila wakiwa kwenye kundi wanakuwa kama mbweha. Mbweha akiwa mmoja mwoga sana, ngoja ukute wako pamoja, wanaua simba. Kwa nini? Hyperactivity is a group behavior. Kuna watu, wazazi wengine, mnakwenda shuleni mnaambiwa kitu alichofanya mtoto wako, unamkana kabisa, haiwezekani. Naomba nikwambie ni kweli, amefanya akiwa na kundi. Wewe huwezi kuamini, mtoto wako amepanda, ametokea dirishani au ametokea kwenye dari, ameiba kitu, alifanya akiwa na kundi. Akiwa mwenyewe hawezi. Hyperactivity, unahamasika kupita kawaida, mnatengeneza fujo, timbwili la ajabu kupita kawaida, mnafanya uharibifu mkubwa kupita kawaida. Hivyo unafikiri watu wawili wangeweza kufanya uharibifu unaofanywa kule Taifa kwa Mkapa mechi zinavyofungwa? Haiwezekani. Ila mkisha kuwa kwenye kundi, mnaingia vyooni, mnang'oa, mtu anang'oa sinki kwa mkono, mtu anang'oa choo kilichochimbiwa na sementi kwa mkono. Wako kundi, kunakuwa na energy ya ajabu, huwezi kuamini nguvu imetoka wapi, lakini ipo. Ndio maana mkiwa kwenye kundi mnaweza mkaandamana mkatembea hapa na Morogoro, ukiwa mwenyewe huwezi. Kwa nini? Kundi unakuwa na nguvu ya ajabu. Ndio maana watch out tabia unazofanya ukiwa kwenye kundi. Unaweza kushangaa umejisaidia mbele ya nje ya ofisi ya mtu, kwa sababu kundi, mko na kundi wote mmeamua kufanya hivyo, ila ukiwa mwenyewe unajuta tu. Watch out. Haya mambo yatakusaidia, na hizi ni tabia tunaziita group dynamics. Ni vizuri ujue wewe au watoto wako, itakusaidia sana. Naitwa Dr. Chris Mauki.